Bwana, kama wewe ni Afrika basi hakikisha kuna baadhi ya filamu zimepitia machoni mwako, kwa sababu itakufundisha vitu vikubwa kweli kweli, kwa sababu yanaakisi yale maisha ya Waafrika kweli kweli. Movie moja hapo ambayo mimi nitakwambia ukaiangalie ni filamu inayokwenda kwa jina la The Beast of No Nation, ikiachiwa 2015 chini ya udhamini wa Netflix. Hii filamu iliongozwa na jamaa mmoja anaitwa George Fukunaga, lakini star ama mtu mkubwa ambaye amezungumziwa katika hii filamu ni dogo mmoja hivi anakwenda kwa jina la Agu. Inazungumzia maisha ya Agu. Agu ni kijana mdogo kabisa. Mimi nataka nikupeleke kwa nini ukaiangalia hii filamu. Endelea kubaki hapo hapo. Bwana, kati ya filamu ambayo nitakwambia ukaendelee kuiangalia ni hii. Hii filamu ilitoka 2015 ikigusia maisha ya kijana mdogo ambaye katika jamii yake viliibuka vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hii ni filamu ambayo imeakisi maisha ya Kiafrika kwa 100%. Japokuwa hawajaeleza ni nchi gani, lakini vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaweza kutokea sehemu yoyote ile bana. Kama ambavyo tunatambua sasa nchini Kongo, vita vimetanda kila kona bana. Mungu awabariki wa raia wote wa Kongo. Maisha yao yakawa vizuri na wakarudi tena kwenye amani kama vile ambavyo awali ilikuwepo bana. Hii filamu Agu anaanza kukimbia mji wake, na kabla hajatoka anashuhudia baba yake mzazi ama mlezi wake anapigwa risasi, na mama yake na dada yake wanafanikiwa kutoroka. Yeye pia anafanikiwa kutoroka, akiondoka na bro wake njiani tena anapigwa risasi. Anakimbilia porini. Imagine mtoto wa karibia miaka 10 tu, afiki hata 13, anaingia porini na kuanza kuishi maisha ya porini. Cha ajabu zaidi, Agu anakutana na wauni bana. Kule kuna makamanda ambao wenyewe wanaishi msituni tu. Anakutana na jamaa mmoja anayekwenda kwa jina la Commandant. Huyu ndo mtu mkatili kuwahi kutokea. Huyu sio kwa vijana tu, hata kwa watoto wadogo pia alikuwa anawafanyia vitendo vya kihuni kweli kweli. Ndio maana nakwambia hii filamu inatakiwa kuiangalia, kwa sababu utajifunza vitu vikubwa kila itwapo leo linapokuja swala zima la vita, kwa sababu imeongelea uhalisia wa kweli kabisa maisha ya vita yanavyokuwa. Commandant alimpokea udugu na kuanza kumlea Agu kama mtoto wake. Muda mwingi alikuwa anamtumia katika harakati zake za propaganda na kumtumia kuweza kumtuma ili hakikishe vitu vyake vinaenda vizuri kweli kweli. Alionyesha ni mtu ambaye anamjali, lakini kuna kipande kimoja ambacho sio kizuri sana kukiongelea, kwa sababu jamaa alikuwa anawalawiti mpaka watoto wadogo bana. Kuna mmoja ambaye pia alikuwa anaonekana mwanzoni kama mtu wake wa karibu sana, lakini kumbe alikuwa anamfanyia vitendo vya kinyama kweli kweli ambavyo havistahili kabisa kuweza kushirikiana nao na huyu jamaa. Lakini kwenye macho ya kawaida jamaa alikuwa anawaigizia anawapenda kweli kweli na atawapa maisha mazuri, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya propaganda tu ya maisha yake baadaye, ambayo yeye mwenyewe alikuwa na plani aje kuwa kiongozi. Tunaona Agu anaanza kuishi maisha ya vita na anaanza kuwa katili na anaupoteza ubinadamu kabisa. Imagine kijana mdogo anafundishwa kuua ili athibitishe kwamba yeye ameanza kuwa kamanda, na jeshi lianza kumwamini hata kuweza kumtumia na kwenda sehemu mbalimbali ili misheni zao ziende kwenda vizuri. Lakini bahati mzuri bana, maisha yanaenda kuwa hovyo kabisa mbeleni bana. Commandant anapoteza ushawishi, silaha hana, chakula hana, na madogo wanaenda kujisalimisha kwa Umoja wa Mataifa na wanaanza kulelewa tena bana, wanachukuliwa. Lakini bado Agu anakuwa na njozi ambazo sio sahihi kabisa. Mtoto anaanza kuweweseka usiku, anaanza kuishi maisha ambayo sio kawaida na kuanza kuota njozi za ajabu kwa yale matukio ambayo amekuyafanya. Huyu ndugu amemuua mpaka mama yake na dada yake kwa sababu wakitaka kubakwa mbele yake. Kwa hiyo akaona hapa, ili kuepusha na tukio hili, ni bora hata nikawaondoa uhai wao kuliko kushuhudia mzazi wangu anaweza kufanywa tendo la unyama kama hili bwana. Mimi nitakuacha kwa sababu nisikupe uondo mwingi. Wewe nenda kaicheki ile ngoma, inakwenda kwa jina The Beast of No Nation ya 2015 ikidhaminiwa na Netflix. Naamini utafurahia kweli kweli. Mpaka pale wakati mwingine, ulikuwa nami Jefferson Kasani Mateka bana.